Mfuko wa Aga Khan wa maendeleo ya kiuchumi AKFED umetangaza kuwa utauza hisa zake kuu katika kampuni ya vyombo vya habari ya Nation Media Group NMG, hatua itakayohitimisha ushirikiano uliodumu kwa zaidi ya miaka 60 katika kuijenga kampuni hiyo kuwa taasisi kubwa zaidi ya habari huru Afrika Mashariki. Katika taarifa iliyotolewa mjini Geneva leo tarehe 10 Machi mwaka 2026, AKFED ilisema imekubali kuuza hisa zake zote katika kampuni ya NPRT Holdings Africa Limited kwa kampuni ya Taarifa Limited inayomilikiwa na mfanyabiashara wa Tanzania Rostam Aziz. NPRT Holdings Africa Limited kwa sasa inamiliki asilimia 54.08 ya hisa katika Nation Media Group, ambazo ni sawa na hisa za kawaida 92,618,177. Hisa hizo zinampa mnunuzi udhibiti mkubwa wa kampuni hiyo iliyoorodheshwa katika soko la hisa la Nairobi. Katika biashara ya siku ya Jumanne kwenye soko la hisa la Nairobi, hisa za Nation Media Group zilifungwa kwa thamani ya shilingi 13.25 za Kenya kwa kila hisa. Kwa makadirio hayo, hisa zinazomilikiwa na NPRT Holdings Africa Limited zina thamani ya takriban shilingi bilioni 1.23 za Kenya, ambazo kwa shilingi ya Tanzania ni takriban shilingi bilioni 24. Uuzaji huo unahitimisha uhusiano miaka 66 kati ya AKFED na Nation Media Group uliodumu tangu mwaka 1959, wakati taasisi ya maendeleo ya Aga Khan Development Network ilipoanza kuwekeza katika vyombo vya habari vinavyoibuka Afrika Mashariki. Kwa miongo kadhaa, ushirikiano huo ulisaidia Nation Media Group kukua na kuwa moja ya taasisi yenye ushawishi mkubwa katika sekta ya habari barani Afrika. Mkurugenzi wa AKFED Sultan Alana amesema taasisi hiyo inajivunia mchango wake katika kuijenga kampuni hiyo ya habari. AKFED inajivunia mchango wake katika kujenga moja ya taasisi zinazoheshimika zaidi za vyombo vya habari barani Afrika, alisema Alana. Tuna imani kuwa Nation Media Group itaendelea kulinda maadili ya uandishi wa habari huru na huduma kwa umma ambayo imeijenga kwa zaidi ya miongo 6. Mnunuzi wa hisa hizo, Rostam Aziz, ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa hapa Tanzania. Biashara zake zinahusisha sekta mbalimbali ikiwemo mawasiliano, nishati, madini na mali isiyohamishika. Mwaka 2013 jarida la Forbes lilimtaja Aziz kuwa bilionea wa kwanza wa Tanzania mwenye utajiri unaozidi dola bilioni 1. Rostam Aziz kwa ushirikiano na Axiom Telecom alinunua kampuni ya Tigo Tanzania, MIC Tanzania PLC na Zantel mwezi Aprili mwaka 2022, hatua iliyotafsiriwa kama uwekezaji mkubwa katika sekta ya mawasiliano nchini. Chini ya umiliki wake, kampuni hiyo ilitangaza mipango ya kufanya uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya kidigitali na sasa ikijulikana kama Yas. Aliwahi pia kumiliki hisa kubwa katika kampuni ya Vodacom Tanzania kabla ya kuziuza katika mikataba yenye thamani ya mamia ya mamilioni ya dola. Aziz pia aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Igunga kuanzia mwaka 1994 hadi 2011. Miongoni mwa kampuni anazomiliki ni Taifa Gas, moja wa wasambazaji wakubwa wa gesi ya LPG Afrika Mashariki. Mwaka 2023, Rais wa Kenya William Ruto alizindua kiwanda cha gesi cha Taifa Gas katika eneo la kiuchumi maalumu la Dongo Kundu mjini Mombasa. AKFED imesema uhamisho wa umiliki unakuja wakati Nation Media Group ikiendelea kuharakisha mpango wake wa mabadiliko ya kidigitali. Mwekezaji mpya anatarajiwa kusaidia uwekezaji katika teknolojia, majukwaa ya kidigitali na upanuzi wa hadhira. Kampuni ya Taarifa Limited pia imeeleza kuwa inalenga kuisaidia Nation Media Group kuongeza uwepo wake wa kidigitali na kuimarisha uhusiano na wasomaji na watazamaji wake, huku ikiendelea kudumisha uandishi wa habari unaolenga maslahi ya umma. Ingawa makubaliano ya kuuza hisa yametangazwa, maelezo zaidi kuhusu mchakato wa kukamilisha mkataba huo, ikiwemo idhini ya kisheria na muda wa kukamilika kwake, bado hayajatangazwa. Iwapo mkataba huo utakamilika, utakuwa na mabadiliko makubwa katika umiliki wa moja ya taasisi muhimu zaidi za vyombo vya habari Afrika Mashariki. Nation Media Group ni moja ya kampuni kubwa za habari Afrika Mashariki, ikiwa na shughuli zake katika nchi za Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda. Kampuni hiyo inachapisha magazeti mbalimbali yakiwemo Daily Nation, Sunday Nation, The East African ya Kenya, Daily Monitor ya Uganda, pamoja na Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti ya Tanzania. Pia inamiliki televisheni ya NTV Kenya na Uganda na vituo vya radio Kenya, Uganda na Rwanda. Kampuni hiyo ilianza katika kipindi cha ukoloni baada ya kununuliwa kwa gazeti la Kiswahili la Taifa Leo, ambalo lilianzishwa ili kutoa jukwaa huru kwa sauti za Afrika.
Kampuni hiyo ilipanuka zaidi baada ya kuanzishwa kwa gazeti la Daily Nation tarehe 20 Machi mwaka 1960, ambalo lilikuwa moja magazeti yenye ushawishi mkubwa Afrika Mashariki. Wakati Kenya ilipopata uhuru mwaka 1963, gazeti hilo tayari lilikuwa chanzo muhimu cha habari na uchambuzi wa kisiasa. Nation Media Group pia ni miongoni mwa makampuni ya kwanza ya vyombo vya habari barani Afrika kuorodheshwa katika soko la hisa, ambapo hisa zake zimekuwa zikifanya biashara katika soko la hisa tangia mwaka 1973.